Uongozi wa klabu yetu Young African Sports Club ambao unaongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said, sasa kwa dhati kabisa inayokwenda sambamba na maneno na vitendo, wamedhamiria kusaidia vipaji vya vijana wa Kitanzania kwenye sekta ya michezo. Wakati tunaizindua Yanga Soccer School na tumemwalika moja ya kocha mkubwa sana barani Afrika, Pitso Mosimane, kwenye speech ambayo waliisema, na ukitazama baada ya miezi minne utagundua uongozi wa klabu Young Africans umekimbia sana kwenye hii project kuliko kutembea. Matarajio ya mengi mazuri ambayo yanafanyika sasa hivi yalikuwa yamewekwa labda baada ya mwaka wa pili, lakini baada ya miezi minne tangu Yanga Soccer School ianze, unaona kuna matunda makubwa ya project hii. Viongozi wa klabu yetu Young Africans wamedhamiria kwa dhati kuhakikisha wanasaidia Watanzania, familia, baba walezi, kina mama ambao wana vijana wenye vipaji vya kucheza mpira, basi Yanga inakuwa kimbilio lao. Wakati tunazindua project ya Yanga Soccer School, tukatangaza namna gani project hii inakwenda kutoa shule elimu sahihi ya mchezo wa mpira wa miguu kwa kijana wa Kitanzania, na tukatoa pale jinsi gani kijana huyu anaweza kujiunga kwenye mradi huu. Baada ya kuanza huo mchaka, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, sisi tulivyonyooka na jambo hili na kuliwekea uzito, sasa hivi wanaibuka wadau kutoka taasisi mbalimbali ambao na wao wamehamasika kuja kushirikiana na klabu ya Young Africans kwenye kusaidia mpira wa Tanzania kwa kumsaidia kijana mwenye kipaji. Furaha yangu ambayo niliwaeleza mwanzo, ambayo imebeba pia jambo la leo, ni kuona pia kijana mwenzetu wa Kitanzania kupitia kampuni yake ya M1 ambayo inajishughulisha na kutengeneza kahawa, na wenyewe wamechukua juhudi kuja kushirikiana na klabu ya Young Africans kuhakikisha vijana wenye vipaji vya mpira wa miguu hapa Tanzania wanaipata hii fursa ya Yanga Soccer School. Sisi tunayo furaha kubwa sana kaka yetu Leo Mendes kwa uamuzi wenu kama M1. Tunajua mlikuwa mnaweza kufanya mambo mengi kama taasisi, lakini mkasema mnalo jukumu pia la kutazama mchezo wa mpira wa miguu, kuwatazama Watanzania ambao wanao watoto ni vipaji lakini hawana uwezo wa kuwaleta Yanga Soccer School, mkaja kushirikiana sisi. Kwa nichukue fursa hii kuambia ndugu zangu waandishi wa habari, M1 Coffee Limited rasmi sasa ni partners wa club Young African Sports Club kupitia project ya Yanga Soccer School. Partnership hii ikoje? Nini wamekileta M1 Young African Sports Club kupitia project hii ya Yanga Soccer School? Dhamira yao nini? Wanakiona baada ya miaka michache? Nini kimewasukuma kuja kushirikiana na klabu ya Young Africans kwenye project hii? Tutampa fursa kaka yetu Leo Mendes kuja kuzungumza, na naamini atakuwa na majibu ya baadhi ya maswali ambayo pia mko nayo. Lakini kwa upande wetu sisi tunamshukuru sana Leo Mendes wa kampuni yake M1 Coffee Limited kuja kushirikiana na klabu yetu Young Africans, na wamekuja kwa lengo la kusaidia vijana wa Kitanzania. Sasa kwa sababu sisi ni klabu ambayo inadili na football, tumetengeneza mfumo mzuri wa kuweza kuwapata hawa vijana wenye vipaji kupitia M1 Coffee Limited, na vijana hawa wakaingia Yanga Soccer School kwenda kupambania ndoto zao. Mfumo huu ni mfumo wa namna gani ambao tumeutengeneza sisi kama Yanga kushirikiana na M1 Coffee Limited? Tumeandaa tournament
Tumeandaa tournament ambayo tournament hii itafanyika siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 28 na itafanyika kwenye kituo cha michezo cha TFF pale Kigamboni. Fikiri wote mnakifahamu kituo hiki, kiko Kigamboni TFF Center pale, Jumamosi ya tarehe 28 mwezi huu. Tournament hii tunaifanya kwa namna gani? Nichukue fursa hii kuwatangazia sasa ndugu zetu, jamaa na marafiki ambao kwa jitihada zao binafsi kupitia mitaa mbalimbali ambayo wanatoka walitengeneza vituo, walitengeneza academies ambao vijana baada ya kumaliza muda wao wa kusoma wanakuja kujiunga kwenye hivyo vituo kwa ajili ya kucheza. Nyote nyinyi mnatoka mitaani na mnajua hivyo vituo, mnajua hizo timu ambazo zipo huko. Sisi wenyewe niko Sinza pale, uwanja wetu wa Sinza Star tunapocheza pale, saa dede utakuwa unafahamu. Yuko mzee pale kabla mazoezi ya wakubwa saa 10, saa 8, saa 9 pale ana kituo chake na vijana pale wanafanya mazoezi. Kwa safari hii uongozi wa Club Young Africans ukasema utazame sasa hizi academies na vituo mbalimbali ambao vijana wanakwenda kucheza mpira. Tuwatengenezee tournament hawa. Tuwatengenezee mashindano hawa. Waje washindane. Alafu tupate bingwa, tupate mshindi wa pili, tupate mshindi wa tatu kwa ajili ya kutambua pia na kuvithaminisha hivi vituo na hizi academy. Lakini M1 Coffee Limited wao watakuja kuchagua wachezaji 10 katika project hiyo, na hao wachezaji 10 M1 Coffee Limited watawagharamia kila kitu kujiunga na Yanga Soccer School. Kila kitu. Kila kitu M1 Coffee Limited watahigharamia kuhakikisha hao vijana 10 ambao ndio tutajiridhisha na timu yetu ya wataalamu ndio the best katika hiyo tournament watajiunga na Yanga Soccer School. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuviomba au kuwaomba vituo, academies, waandamizi mbalimbali ambao wana hawa wachezaji kwenye vituo vyao mitahani, tafadhali kuanzia muda huu utakapoisikia sauti hii, usaili umeanza pale makao makuu ya Club Young Africans Jangwani. Ukifika pale unasajili kituo chako na taratibu nyingine utapewa pale, alafu Jumamosi utakuja kwenye tournament. Kwa sababu nafasi ni chache, anayefika mapema ndio anakuwa na ukaribu zaidi wa kupata hii fursa. Hatuwezi kuwa na tournament ya vituo 1000 au academy 1000. Kwa nafasi ziko chache. Nafasi ziko chache, fika makao makuu sasa hivi kafanye usahili. Njia ya pili ni kupitia kutuma maombi yako kupitia email ya Young African Sports Club. info@yangasc.africa. info@yangasc.africa. Ni mbili jinsi ya kufanya usahili. Either physically uende makao makuu ya club pale Jangwani sasa hivi, na hili zoezi linafikia ukomo siku ya Ijumaa. Kwa Jumamosi ndio shughuli yenyewe. Na nafasi ziko chache. Kwa hiyo ukisubiri Ijumaa maana yake watu wanaweza kuwahi leo wakamaliza. Kwa namna ya kwanza ya kupata usahili wako ni kwenda makao makuu ya club. Namna ya pili ni kutuma maombi yako kupitia email ya Club Young Africans info@yangasc.africa. Hii tournament ina faida gani kwa wewe mwenye kituo? Apart na hawa wachezaji 10 ambao M1 Coffee Limited watawadhamini kujiunga na Yanga Soccer School. Namba moja, hii ni sehemu ya kuuza kituo chako.
umepambana sana na vijana mtaani. Hasa hii ndio platform sahihi ya wewe kuja kuuza kituo chako, kuja kuuza academy yako, kuja kushowcase kitu gani ulikuwa umekiandaa kwa muda mrefu. Hii ni PR ambayo huwezi kuipata kirahisi sehemu nyingine. Namba 2, kama una product bora, tayari M1 Coffee Limited anakuwa daraja lako wewe la vijana hao kutimiza ndoto zao kucheza klabu kubwa. Yaani una kituo kipo Mbagala Kipati, una vijana kila siku wanafanya mazoezi, wewe kocha, wewe msimamizi, mmiliki wa kituo, na hao vijana wote mna ndoto siku moja mmoja katika hao watoto akibebe hicho kituo kwenye level kubwa. M1 Coffee Limited amekuja kama daraja sasa. Kwa tayari umepata platform ya vijana wako kupita kwenda kwenye level nyingine. Lakini faida ya 3, kutakuwa na zawadi. Kwanza tutakuwa na kombe la bingwa. Yaani kituo au academy bora zaidi ambayo itashinda kwenye hiyo tournament itapata kikombe kutoka Young African Sports Club. Namba 2, kutakuwa na zawadi ya fedha. Mshindi wa kwanza, bingwa, atapata zawadi ya shilingi milioni 3. Champion atapata milioni 3. Mshindi wa pili atapata zawadi ya shilingi milioni 1. Na timu 2 zitakazoingia semi final alafu zikatolewa hazijaweza kwenda hatua ya fainali, kila timu pale itaondoka na shilingi 500,000. Kwa hiyo mkijitutumua mkafika semi final, tayari mna uhakika wa shilingi 500,000. Mkijitutumua zaidi fainali, una uhakika wa milioni 1. Ukijitutumua sasa ile ukachukua kombe, milioni 3 hiyo. Hizo ni faida 3 ambazo wewe ambaye unamiliki kituo una wajibu wa kutoka sasa hivi kumleta kijana wako, kuleta kituo chako kije kishiriki kwenye tournament hii siku ya Jumamosi. Na unavyokuja pale, moyoni mwako unatakuwa utoe shukrani za dhati kwa M1 Coffee Limited kwa kulitengeneza hili jambo ambalo linakwenda kuwa na faida kituo chako na hao vijana. Bila M1 unafikiri ungeleta kituo chako pale? Hawa watu wameonyesha dhamira ya dhati. Tengeneza kahawa, watu wanakunywa kahawa, lakini sasa wanataka kusaidia pia na vijana. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wote ambao wanamiliki vituo, usaili umeanza sasa hivi, tuwai tujisajili. Jumamosi mbungi ikapigwe pale TFF Sports Center Kigamboni.